Diamond natamani tuulizane hapa kuelekea dabi ya leo, lakini kwa upande wa Young Africans tuulizane vizuri. Turejee dabi iliyopita. Dabi iliyopita Young Africans upande wa kulia walicheza na Yao Kwasi Ataula, ndio aliyeanza. Baadaye akaja kuingia Israel Patrick Mwenda, lakini mpaka Yao anatoka kwenye ile dabi, kila mtu alikuwa anahoji kutokana na work rate yake, yani upambanaji wake ulivyokuwa kwenye ule mchezo, kwa sababu alikuwa katika kiwango bora sana. Aliingia Israel Patrick Mwenda ambaye alicheza vizuri na amekuwa na kiwango kizuri toka jiunge na Young Africans, ndio maana hata kocha Pedro imekuwa rahisi sana kumwamini kuliko Yao Kwasi ambaye toka atokee kwenye majeraha amekuwa hapati sana nafasi ya kucheza. Sasa Yao Kwasi bwana, kuna jambo ambalo huwa nakwambia kila siku, pengine ndo mara ya kwanza unanisikiliza au kunitazama. Yao Kwasi huwa ana kitu kimoja kinaitwa ile skills ya kucheza 1v1, yani ana ule uwezo wa kukutana na mchezaji mmoja mbele yake na akaweza kumtoka, lakini wakati huo pia anakuhakikishia uwezo wa kuulinda ule mpira na kutokuwa build up ya timu. Lakini pia kitu kingine ambacho nilikipenda kwa Yao kwenye last game dhidi ya Simba, nilikiona ni ule uwezo wake wa kutrack movement za baadhi ya wachezaji wa timu pinzani, hasa wakati ambao timu yake inakuwa inashambuliwa. Moja ya jambo ambalo ni nzuri sana. Kuna muda wakati ambao Young Africans ilikuwa inaenda kushambulia, Simba akianza kurespond, ukimtafuta Shadrack Zakaboka ameenda kufanya overlapping upande ule wa kushoto, na mlazimu muda mwingine Damaro Kamara kusogea, kwa sababu kama center backs wake watasogea, maana yake katikati watakuwa wameacha gap kubwa sana. Kwa kuna muda ilikuwa inamlazimu Damaro kusogea lile eneo kufanya coverage. Unamuona Yao sio kwamba anatoka kule kwa kasi anaenda kwenye upande wa kulia, no, anatoka kule anaanzia kwanza kwenye eneo la kiungo, alafu anajiposition katika maeneo ambayo ulikuwa unatazama, unaona hapa ndiko ambako inaiweka Yanga kwenye balance nzuri. Unakumbuka ile moment ambayo alimzuia Anicet Ula asifunge goli, ni moment ambayo alikuwa kati ya Anicet Ula, pembeni alikuwepo ni Kratos Chota Chama, nakumbuka vizuri. Kwa hiyo kama ni mchezaji mwingine angeweza kwenda upande wa Chama na kumzuia kukaa karibu na Chama, lakini yeye alikaa katikati yao, kwa sababu alikuwa anajua kati yao wawili kuna mmoja ambaye anaweza akareceive mpira ambao ulikuwa unatokea upande wa kushoto, lakini ilikuwa ni Anicet Ula akablock haraka, hatimaye Yanga wakawa safe. Moja kitu kizuri sana ambacho nilikiona kwa Yao Kwasi kwenye the last game. Sasa sitaki niende moja kwa moja, nimemzungumzia sana Yao. Of course Israel huwa anamappreciate sana. Nani ambaye pengine ungetamani kumuona anaanza kwenye hii mechi upande wa kulia wa Yanga, Israel au Yao Kwasi Ataula?